Ndugu mtazamaji, tuangazie upande wa michezo ukiwa nami Enodi Zahai Mwasenga. Hapa kushoto kwangu niko na Ivan Simwaka na hii ni Kijiti Media. Na hivi ndivyo tunavyokupeleka uwanjani moja kwa moja ndugu, unavyoziona timu hizi mbili. Tukulete moja kwa moja mpaka uwanja wa Isanga ambapo leo timu mbili zilikuwa zinacheza. Tunamuona pale golikipa akiwa anapiga warm up akiwa na pasha. Usema ukweli ni timu ambayo ni ya kipekee. Tunazungumzia Bruce Compion pamoja na wasanii wa Isanga, yani new generation. Una nini cha kuambia watazamaji? Kiukweli mimi mtazamaji ni kutie moyo tu uendelee kushuhudia, na huu ni uchambuzi unaoletwa kwako kabisa ndani ya The Boy TZ1. Nikiwepo pa mimi Amos Simwaka pamoja na niko nami Enodi Mwasenga. Usema ukweli hapo tunaona napasha, lakini kuna mambo mengi ambayo tuliongea hapo kati. Makapteni na makocha walijaribu kuzungumzia jinsi walivyojipanga na mchezo. Hebu tuwasikilize kidogo. Blaza, mambo vipi? Safi. Uko shwari au sio? Niko shwari. Bwana, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Humphrey Henry Smoga. Humphrey, si ndio? Msemaji wa timu ya Bruce Compion, captain, si ndio? Okay. Brother, vipi mchezo wa leo, mmejipanga vipi na ni kitu gani mnakipanga kwenda ukifanya mbele ya wasanii wa Isanga? Tumepanga kufanya vizuri mbele ya wasanii. Ndio. Ni mchezo mzuri, watu wategemea mchezo mzuri na tunawakaribisha sana. Okay. Sasa naona mashabiki kede wamejaa hapa, timu zinajipanga vizuri. Wewe mwenyewe na imani unaingia uwanjani au vipi? Na imani naingia uwanjani na kutegemea mashabiki, support ya mashabiki sana. Unamwambia nini shabiki ambaye yuko nje na anatarajia matokeo makubwa sana kutoka kwenu, na nyie mnapokea vipi matokeo yote yatakavyokuja, kama mtafungwa au mtafunga? Mpira ni matokeo matatu, kuna kufungwa, kusale na kushinda. Kwa hiyo tunategemea kila kitu ambacho kitatokea uwanjani, na tunawakaribisha sana mashabiki ambao hawajafika hapa wafike, waje waone mchezo unavyoendelea. Basi bila shaka tuseme tuwatakie mchezo mwema. Tutakutana baada ya mchezo ili tujue matukio vipi, mtapokea vipi atakayokuwa amepatikana. Asante. Hayo pia. Haya, poa. Na huyo unavyomuona ndo mchambuzi au msemaji wa Bruce Compion. Sasa tunaelekea moja kwa moja kwa msemaji wa wasanii wa Isanga. Captain huyu ni kipi alikisema? Blaza, kwa majina umesema naitwa nani? Naitwa Gengofa hapa Mnyamanga. Gengofa, si ndio? Yeah. Okay, sasa bro, kuna baadhi ya vitu ambavyo sisi tunataka kujua kulingana na timu ya wasanii ambavyo mmejipanga. Sisi kama wasanii tumejipanga vizuri kukabiliana na hawa ndugu zetu ambao tunaenda kucheza nao leo, na tumejipanga tangia muda, so nadhani mechi itakuwa nzuri. Watu ambao watafika watarajie kushuhudia mpira mzuri ukichezwa. Na itakuwa vipi kwa wale mashabiki ambao wanaona wameshajikusanya hapo, wapo wengi wa kutosha, kwa matokeo pengine maki huwa kuna kufungwa, kusale au kufunga? Vipi, unawaambia nini wao sasa matokeo make? Nyinyi ni wachezaji, mtakachokipata ndio mtakachokipokea. Vipi kwa mashabiki, unamwambia nini hapo? Kama inavyojulikana mpira ni mchezo wa wazi, so kitakachotokea uwanjani ndio kitu ambacho watu walikuwa wamejiandaa kukifanya. So itakapotokea matokeo hayo aina mbili, inamaanisha kushinda au kufungwa, yote ni matokeo ya mchezo. So watu watarajie tu kuona mchezo mzuri ukipigwa, lakini sisi kama wasanii tumejiandaa vizuri kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo. So tutajaribu kufanya kila linalowezekana tushinde hii mechi. Okay, basi Green Wolf. Bana, sisi tukutakie mchezo mwema, tukutana baada ya matokeo, au sio? Shukrani sana mzee wangu. Basi pamoja. Makapteni walizungumza mengi kulingana na jinsi ambavyo walikuwa wamejaribu kujipanga na mchezo. Na tunaona kabisa moja kwa moja wachezaji wakipeana salamu za mkono pale kwamba mchezo huu ni fair, wanathibitishiana kabisa. Na mchezo ukiendelea kuanza pale sasa tunaona referee akiwa ametuliza boli katikati mwa uwanja. Mimi niseme kuwa ni mchezo ambao utakuwa kipekee sana kulingana na kwamba wasanii wamejiandaa vema. Hata Bruce Compion tunavyoona ni timu ambayo ina wachezaji wengi ambao ni hodari na wazoefu katika mpira. Je, unazungumza nini kumbele ya mashabiki? Bwana, mchezo huu wa leo ulikuwa ni mchezo ambao ni mkali sana kama unavyoendelea kuona. Wao wachezaji wa timu ya Bruce Compion pamoja na wasanii ni watu ambao waliambatana na wakashikana vizuri, hivyo hakukutokea fujo yote, na kama unavyoendelea kushuhudia baadhi ya matukio ambayo yalikuwepo uwanjani ndo kama hivyo. Mimi niseme ukweli, nilisema mchezo utakuwa kipekee kwa sababu umezaminiwa na wasanii wenyewe pamoja na Bruce Compion, ambapo
wameweka bonanza ambapo mshindi wa kwanza lazima tuambie watu ukweli na watazamaji. Atapata nini? Mshindi wa kwanza na chukua kreti 2 za soda pale ambazo zilikuwa zimechukuliwa na wachezaji wenyewe. Usema ukweli ni mpira ambao una bashasha. Ungekuepo ndugu mtazamaji ambao unaoshuhudia baadhi ya picha na clip ambazo zinaonekana hapo, ni mpira ambao ulikuwa na attention ya kipekee. Na kama unavyoona hapo ndo wametoka kufunga penalti au wachezaji wa Blue Scorpion. Naona wasanii pia wanapiga sabu. Nini unaanza kawaambia nini kilitokea pale? Wanapiga sabu ni baada ya kupigwa penalti kipindi cha kwanza kabisa, na ndo goli la kwanza ambalo lilifungua mchezo ambalo lilifungwa na wachezaji hao wa Blue Scorpion. Blue Scorpion aliyefunga goli nataka nikutajie kwa picha za mrejesho, alikuwa anaitwa Amos. Amefanya vema sana kwamba amefunga goli lile kwa penalty, wala hakuwa na ile tunasema hofu. Na niseme goalkeeper Kennedy John ambaye ndo aliupanchi kabisa ule mpira, lakini tunaona bado mechi inaendelea. Haikuwa matumaini yake kwamba aupate ule mpira, lakini kiufupi goalkeeper naye aliweza sana kama tunavyoendelea kuona ni mbio mkimbizano, watu wanadondoka. Lakini tangu mchezo umeanza dakika ya kwanza mpaka kufikia dakika hii hapa hakukuwa na majeruhi yoyote, zaidi ya kusema wote walikuwa wanacheza tu fair. Kama hivi tunaona Baba Jaki naye anaingia uwanjani anabadili pale. Tunaona upande wa pili wakifanya mabadiliko, Baba Jaki akiwa anaingia, labda pengine ataleta matokeo chanya ambayo ni nini ile. Na hii hapa ni baada ya kufanyika madhambi ya offside kule mbele, mtu alikuwa ameshazidi watu wawili kabisa, nyekundu na njano wale. Refa akawa ameshawaona, lakini wachezaji wa Blue Scorpion walilalamika sana juu ya hili kwamba nini umefanya refa, nini amefanya, lakini ni kitu ambacho refa alifanya fair challenge kama unavyoona, watu wakaamua kurudi, lakini refa alikuwa ameshaiwahi. Na niseme kitu kweli, refa leo amechezesha vema sana kwa macho yangu ya kawaida, lakini nisema kwa kuwa tumepungukiwa vitu vingi, naona tayari kipindi cha kwanza kimeshaisha na matokeo ni 1-1. Unategemea nini kipindi cha pili? Hii ilikuwa ni baada ya kipindi cha kwanza, matokeo ikawa ni 1-1, lakini bado kikubwa viongozi kama unavyoendelea kuwaona pale, makocha wanaendelea kuwakochi vijana wasikate tamaa kwamba mchezo bado unaendelea na ni mchezo wa kirafiki. Kwa pale ambapo walikuwa wamefikia wanahitaji kuendelea zaidi. Kikubwa ni plan, kama tunavyoona timu pinzani hapa wao wanafanya mabadiliko moja kwa moja kwamba huyu amechoka tuweke huyu. Kwa nadhani watakaporudi Blue Scorpion ndani ya uwanja watafanya mazuri zaidi, si ndio? Mimi niseme kitu kweli kwamba bado mpira hujaisha. Siwezi kusema watafanya vizuri zaidi kwa sababu nao pia wachezaji wa wasanii wapo, tunaona kule nao walimu wakiwa wanaelekeza namna gani ya kumaintain na kutoka jasho na damu. Kama unavyoona hiyo ni namba 5. Anaelekeza kabisa Elia kwamba jamani tujitume mle ndani ili mradi tupate angalau chochote ili tusitoke mikono mikavu. Kama unavyotazama ndugu mtazamaji kwa picha za marejeo, walimu wakiwa wanasisitiza kwa nguvu kiasi gani wa maintain mchezo wenyewe ili mchezo ubadilike ndani ya uwanja. Tuseme kitu kweli, mpira bwana ni wa kipekee sana. Sijawahi kuona, sijajua kama itakuwa ni mwendelezo au ndo mara ya kwanza. Na naona mambo ambayo yamefanyika ndani ya uwanja, wachezaji kwa wachezaji, cha kwanza wanasemezana. Namuona kabisa hapo Gervas akiendelea kuwahimiza wenzake juu ya kufanya mabadiliko na ili watafute matokeo mazuri. Maana wamekuja hapa uwanjani kwa ajili ya kufanya kitu ambacho wao wenyewe wanataka ushindi. Hususan nafurahi sana kuwaona vijana wakiendelea kupambana ndani ya uwanja kwa ajili ya kupambania zile kreti 2 zikiwa zimekaa pale. Mimi niseme kitu kweli, ili goli hilo mwanangu lilikuwa ni goli la pili kwa timu ya Blue Scorpion, ambapo hawa mabeki wa timu ya wasanii walifanya uzembe mkubwa sana na iliniuma ambavyo kiasi kwamba walishindwa la kufanya. Golikipa kama unavyoona kwanza alichoshwa kabisa na mabeki walichokuwa wamekifanya. Usema ukweli, Kennedy John inaonekana amedhoofika sana kwa sababu hilo ni goli lake la pili, lakini tunaona baadhi ya wasanii wakiwa wanalia, yani jinsi walivyopata maumivu, maana ile kutegemea kabisa kwamba Nodi pengine unaona pale zile picha zinalizisha kweli. Picha kiufupi hazilizishi, na baada ya hapo tena baadaye tunaona hawa Blue Scorpion walipata kona ambayo waliipiga lakini hawakupata goli. Golikipa alijitahidi sana lakini mpira ulitoka kwa golikipa na ukaguswa na Blue Scorpion kiasi kwamba yani sauti. Matokeo ya hapa uwanjani yamekuaje? Maana tunaona umetoka kwa huzuni sana na wenzenu walitoka kwa vigelegele sana. Kwanza
kwa kweli mimi binafsi nimesikitika sana, japokuwa ni matokeo ya mpira, lakini kwangu mimi ameniumiza. Nadhani wachezaji wenzangu pia tulijipanga vizuri kukabiliana na hawa watu, lakini nadhani wametuzidi mbinu za kimchezo. So ni matokeo ya mchezo, lakini kiukweli sijapendezwa nayo na siwezi nikasema ni matokeo mazuri, ni matokeo mabaya kulingana na tulivyojipanga na kilichotukuta. So najisikia vibaya. Pole sana. Unaweza kutuambia mmefunga ngapi kwa ngapi? Matokeo yametoka 2-4, ambapo wenzetu wamepata magoli 4 na sisi tumepata magoli 2. So hatujapendezwa na matokeo ya mchezo, lakini pia vile vile naweza nikazungumzia kwa upande wa refa. Ilionekana refa akiwa anawapendelea ndugu zetu, so pia nalo hilo limetuasi na kusababisha matokeo hayo. Refa amependelea kweli au ndio mmeshindwa kucheza afu kesi imedondokea kwa refa? Hapana, nadhani wewe mwenyewe ulikuwepo, so ulikuwa unaona kitu ambacho kinatokea uwanjani. Uzuri mpira ni mchezo wa wazi, so makosa yalikuwa yanatokana na refa alikuwa anaonekana na tulikuwa tunajaribu kulalamika, though haijatusaidia kitu. Mwisho wa siku wameamua kutunyonga na tumeshindwa kwa magoli hayo kwa kufunga. Pole sana. Mmejipanga vipi na mchezo utakaofuata, labda muweze kuwashinda wenzenu kama hivi mmepigwa leo, siku nyingine tena mmejipangaje yani? Kiufupi tumejipanga vizuri na tutaendelea kufanya mashindano kama haya. So tunatarajia kushindana tena upya, tutashindana kwa nguvu na raundi ijayo naweza tutakuwa tumejipanga vizuri. So mpira utakuwa ni mzuri, tunaombeeni watu mje kutushabikia kama kawaida. Sawa, nikutakie hongera kwa mchezo, pia nikutakie maandalizi mema ya mchezo ujao. Shukrani sana. Kaka samani, kwanza pole kwa mchezo mzima ulioendelea hapa uwanjani. Tumeona umetoka kwa shamra sana. Unaweza kutuambia kitu gani kinachoendelea? Kinachoendelea ni furaha, tunafurahia ushindi. Tumefunga magoli, watu tunaenjoy, kwa tunafuraha kwa ajili ya ushindi tuliopata. Hongereni sana. Vipi? Unaweza kutuambia mmefunga magoli mangapi? Tumefunga magoli 3. Ni mchezo mzuri ambao tumeshinda goli 4-2. Ni mchezo wa kirafiki ambao walikuja wenzetu ili tushirikiane kwa pamoja. Tuna furaha, tumeenjoy kwa kweli. Kwa hiyo ndio maana shamra unazoona uwanjani tumefurahia kwa ajili ya huo ushindi. Hongereni sana. Vipi, mnajiandaje labda na mchezo mwingine unaofuata, labda mwe juu zaidi ya pale mlipocheza sasa hivi? Yaani mmejiandaje kiujumla na mchezo mwingine? Maandalizi hapo vizuri, maana hapa tuna mechi. Kwa ajili ya hii mechi tumejipanga vizuri kuja kushinda mechi ijayo. Hongera na pole pia kwa mchezo mliocheza. Mimi nikutakie maandalizi mema ya mchezo ujao. Asante, tunashukuru. Tunakushukuru mtazamaji wetu kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi kuanzia mwanzo mpaka saa hizi. Kwa majina naitwa Cecilia Kainga. Tunakaribisha tena kwenye mchezo mwingine. Mimi ni mchambuzi kutokea The Boy TV 1.